Ama maudhu ya khutba yangu ya leo yazungumza hivi: ma hiya asbabu dukhuli alfasad fi almujtama, ni zipi sababu zilizofanya mpaka uharibifu wa ufisadi ukaingia katika jamii, katika society yetu. Tapata kwamba leo nenda katika kila nyanja, katika kila sehemu, lakini uharibifu uko. Na ninaposema ufisadi, sijamaanisha ufisadi ambao kwamba leo unaozungumzwa masaili ya corruption katika siasa. Siko huko mimi. Ufisadi ni kilima ambacho kilichokusanya uharibifu wa kila sampuli au wa kila aina. Sasa ni zipi sababu zilizofanya mpaka ufisadi ama uharibifu ukaingia katika jamii? Kwanza, dhuful iman billahi tabaraka wa taala. Sababu ya kwanza iliyofanya mpaka ufisadi ama uharibifu kuingia katika jamii ni kwa sababu ya udhaifu wa iman. Si kupotea kwa iman, udhaifu wa iman ndio umesababisha ya kwamba ufisadi ama uharibifu uingie katika jamii. Kwa sababu wakati imani itakapokuwa dhaifu katika nyoyo, basi tambua ya kwamba yaghibu khawfu min Allah, hutoweka, huondoka hofu ya Mwenyezi Mungu katika nyoyo. Kati imani itakapokuwa dhaifu, tambua ya kwamba hofu hutoka katika moyo. Vipi ikiwa imani itaondoka kabisa, itakuwa hali gani? Ikiwa hali ni hivyo, imani zetu ni dhaifu, lakini uharibifu ni hivi. Je, ikiwa imani itatoweka, itakuwa hali gani? Ina maana kwamba itakuwa tuishi kama wanyama. Kwa hivyo ikiwa itaondoka imani, itakuwa dhaifu, huondoka hofu min Allah. Itakapoondoka hofu min Allah, tambua katika jamii kutakuwa hakuna tena huruma, hakuna kusikitikiana, hakuna kusaidiana, hakuna kuoneana imani, kwa sababu tu imani kuwa dhaifu imesababisha kutoka katika nyoyo zetu kutomwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa hakuna hofu katika nyoyo zetu, basi tambua society itakuwa mbaya. Ndio hali halisi ilivyo. Malasaf, nimekumbuka kitu leo, ni siku ya 3 katika msikiti ambao kwamba niko. Yasikitisha na kuhuzunisha kwa kuwa hakuna kumwogopa Mungu, kiasi ya kwamba tukaibiwa amplifier ile. Mtu akuja akavunja akaitoa, kaibiwa na kiti. Sijui khatibu ataketi katika nini, stuli ama ataketi chini. Yote ni sababu gani? Hakuna hofu kumwogopa Mwenyezi Mungu kwamba mimi hili nalifanya, kuna Mungu yuaniona, kuna Mungu kesho ataniuliza. La, hakuna, kwa sababu imetoka hofu min Allah. Ikitoka hofu min Allah, pili ni kwamba hutoka utulivu wa moyo. Nyoyo huwa hazina utulivu, tuishi maisha ya wasiwasi. Mwanabiashara hana raha, hajui wafanyikazi wake watamuibia ama hawamuibia. Wazazi hawana raha watoto wao pindi wanapotoka kwenda madrasa au shule. Hawana raha mpaka waoni watoto wao wamerudi. Imekosekana utulivu wa moyo. Kilichofanya kukosekana utulivu wa moyo ni nini? Ni kwa sababu ya kutomwogopa Mwenyezi Mungu. Na kilichofanya watu wasimwogope Mwenyezi Mungu ni kwa sababu ya udhaifu wa imani zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yasema katika Qur'an, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Yoyote ambaye
atakayekengeuka, atakayekwenda kinyume na maamrisho yangu mimi Mungu, akafanya vile anavyotaka, akawa hana imani katika moyo wake, basi atambue tutaweza kumpatia maisha ya dhiki, maisha ya balaa, maisha ya tabu. Maisha ya tabu leo ulimwengu ni utajiri ndio ambao kwamba ulioko, lakini mbona hakuna utulivu? Kwa sababu hakuna kumwogopa Mwenyezi Mungu, na sababu ni kwamba imani zimekuwa dhaifu. Tatu, kwa nini imani zimekuwa dhaifu? Ni kwa sababu ibadat zimekuwa ni nzito kuweza kufanya. Sisi ni wazito kuweza kufanya ibada. Naam, pengine hebu suala nataka kuuliza, lau utafanya research, uzunguke misikiti yote iliyoko pengine sehemu za huku migadini, kila msikiti utapata siku ya Jumaa umejaa, kila msikiti umejaa. Mbona siku zikifika ni siku za swala nyingine hakuna? Wako wapi? Wageni ndio wamekuja ama malaika ndio wamejazana? Ni kwa sababu hizo siku nyingine ibadati ni kwamba ni kama khiari, mtu aweza kufanya ama asiweze kufanya. Angalia salatul fajri, swafu ni moja au ni mbili au ni moja na nusu, wengine wako wapi? Wamelala. Kwa hivyo ikiwa vitapatikana vitu hivi, ndivyo ambavyo kwamba vinavyosababisha imani kuwa dhaifu. Ndio yule mmoja katika Mzraeli mmoja alisema kwamba tutawaogopa Waislamu wakati Waislamu katika swala alfajiri wataijaza misikiti yao, lakini sasa hatuwaogopi lolote chochote kwa sababu imamu na imani. Na ni dhahir kwamba ni kweli kwa maneno yake ambayo kwamba aliyozungumza. Tano, kwa nini imani zio dhaifu? Ni kwa sababu istisgharu dhunub, watu kufanya madhambi madogo madogo kisha wasijali, waona si lolote si chochote. Yule shilingi 10 kwa nini? Ni haki yake, lakini waona si jambo kubwa hili, waziona si lolote si chochote. La tanzur ila sighari alkhati'a walakin unzur ila man asaita. Usiangalie udogo wa makosa, hili ni kosa ni dogo kwa hivyo si lolote si chochote, lakini muangalie ni nani unayemkosea, naye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kule kudharau madhambi madogo madogo husababisha imani kuwa dhaifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi yake, iyyakum wa muhaqqirat dhunub, chungeni, kuweni makini, take care katika kudharau madhambi madogo madogo. Fa innahunna, kwa sababu hayo madhambi madogo humkusanyia mtu hata yuhliknahu, mpaka humwangamiza yule mtu kwa yale madhambi madogo madogo. Wewe waona si lolote si chochote, lakini kesho ya Kiyama ukipatwa hisabu yako, pengine una orodha ya madhambi ambayo kwamba ulioyafanya. Sisi tuona si lolote si chochote, tuona ni kuiba shilingi 10 ama nikifanya jambo lolote na nini, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye kwamba yuaona. Jambo la pili ambalo kwamba limesababisha jamii kuwa na uharibifu ama na ufisadi, ghiyabul qudwati salihah, kutoweka ama kuondoka kwa viigizo vyema. Wakati kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa, sote katika sifa ambayo kwamba Mtume aliosifiwa na Mwenyezi Mungu ni kwamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kika yatosheleza kwa mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi kuwa ndio kiigizo chema. Sisi tuwafaa tumwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa mwanabiashara,
Kwa hivyo na biashara wasome kwa Mtume alikuwa akifanya vipi biashara zake. Mtume alikuwa mzazi, baba, aliishi vipi na watoto wake. Mtume alikuwa mume, aliishi vipi na wake zake. Mtume alikuwa ni imam, alikuwa vipi akiamiliana na maamuma. Mtume alikuwa na majirani, alikuwa vipi akiamiliana na jirani. Qudwa, kiigizo chema ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiigizo cha pili ni ulama, wanazuoni. Wanazuoni ndio viigizo vyema. Na mimi hupenda kurudisha nyuma watu tarehe, kuwakumbusha kama umesahau. Lau utaweza kufikiria miaka ya nyuma, madaris na masajid, misikiti yote na madarasa zote, walokuwa wakisomesha, walokuwa ni maimamu, walokuwa ni waadhini, walikuwa ni watu wazima. Kwa nini kuwe na hekima ya kwamba wakati huo watu wazima ndio ambao kwamba wenye madaraka katika kuongoza mambo ya dini? Halikuwa hakuna vijana wasomi? Wako, lakini walikuwa hawapewi upeo mbele katika nini? Katika madaraka ya uongozi, kwa sababu wazee ni watu wa buswara, watu wa hekima. Hata kama atakosea, lakini ni mtu wa hekima, hawezi kukosea kama vijana ambavyo kwamba wanavyokosea. Sijasema vijana wakatazwe kuwa maimamu, sijasema twaje kijana akatazwe kuadhini, sijasema. La, wafaa ni katika kuwapatia malezi bora. Lakini tofauti ya wazee ama watu wazima na vijana, makosa ya vijana kwa sababu damu ni moto, pengine ni imam, pengine ni muadhini, pengine ni mwalimu, lakini kwa bahati mbaya kiubinadamu mpita, umeona lighthouse na mwanamke amvaa kanzu, pengine kanzu asivaa ya vaiboshori, usimuone vizuri, kijana damu moto. Lakini kwa kuwa wazee ni kudwa, ni viigizo, mara nyingi hufaa usome kulingana na viongozi wako walivyo. Imam afaa awe na maadili mazuri, muamala mzuri, akhlaqi nzuri, awe uzungumzaji wake ni mzuri, asiwe ni mwenye kudharau watu, asiwe mwenye kibri, ili maamuma wapate kupata mafunzo. Leo jamii kwa nini imeharibika? Ufisadi, uharibifu. Hata wakiambiwa wasema, watuambia sisi nyinyi mashekhe mna nini? Kwa sababu mashekhe wenyewe hawajaukubali ushekhe wao, wako tu ni kusomesha, lakini nje hakuna wenye kufanya maovu kama wao. Kwa hivyo kudwa kupotea, kuondoka kiigizo chema ni sababu ya jamii kupotea, jamii kuharibika, kwa sababu kuna hii stage ya vijana mara nyingi hawaelimiki ama hawabadiliki kitabia na desturi zao kwa kufundishwa, isipokuwa vijana hubadilika na kuwa na mwongozo mwema kwa kuona wazee namna wanavyoishi. Hiyo ndo hali halisi. Niposa utapata wazee zamani ilikuwa ni jamii njema, jamii bora, na hali ya kuwa kama tunavyodai kwamba hawakusoma, lakini na kutosoma kwao walikuwa wakizituliza jamii katika miongozo mema, miongozo ya kidini. Sisi tumesoma, mbona hatusonge mbele? Kila kukicha ni malumbano, kila kukicha ni fujo, kila kukicha ni madhambi juu ya madhambi. Nani ambaye kwamba atakawapeleka hawa Gen Z katika miongozo mizuri, ikiwa wazee wenyewe hawana maadili mazuri? Watarajia Gen Z na wawe na maadili mazuri? La hasha wakalla. Ndiposa ikasababisha jamii kuingia ufisadi, kwa sababu vijana hawajapata kuwaona watu, kuiga maigo ya watu ambao kwamba ni wakubwa zao katika madaraka au katika sehemu yoyote. Leo kwa mfano, nyumbani tu baba ana watoto, lakini baba kama yule haswali, wewe watarajia mtoto ataswali? Hawezi kuswali, kwa sababu mwana amwangalia babake haswali. Nyumbani hakusomwi Qur'an, nyumbani hakuna dini, hiyo ni mwongozo. Yeye akienuka mambo ya kimagharibi,
wewe watarajia kwamba jamii ile ndio itakuja kubadilisha mji? La hasha wakalla. Kwa hivyo na maana sisi ambao kwamba pengine tuna umri mkubwa, huenda ikawa tumesababisha ya ufisadi na uharibifu kuingia katika society yetu, kwa sababu sisi hatujakuwa ni viigizo vyema kwa wale ambao kwamba wanatuangalia sisi. Jambo la tatu lilosababisha ufisadi ama uharibifu kuingia katika jamii, hubu dunia, kupenda dunia, watu kuwa na tamaa, kuwa na hirs na pupa ya ulimwengu. Kila mmoja ataka kupapalia, kila mmoja yakusanya, kila mmoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yasema katika Qur'an, wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Hayakuwa maisha ya dunia, haukuwa uhai wa dunia isipokuwa ni starehe ya udanganyifu. Wewe kuwa na mali utakavyokuwa na mali, lakini humshindi Karuni alivyokuwa na mali yake, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwangamiza na mali yake. Karun ambaye kwamba Mwenyezi Mungu akasajili, akaelezea kwamba hazina ya mali ya Harun ni kwamba mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa, kwamba zile funguo peke yake za hazina ya Karun ya mali yake, funguo peke yake zabebwa na ngamia 100. Riwaya nyingine kwamba ngamia 100 ndio wabeba funguo tu. Haya, je, mali itakuwa ni mali namna gani? Leo sisi tunabakia dunia tu, kila mmoja ataka dunia. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Shahir amtembelea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamsikia Mtume akisema alhaakumut takathur. Mtume asema alhaakumut takathur, maangamivu yatafikia wale ambao kwamba wenye kutaka vingi, kutaka kukusanya tu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba yaqulu ibn Adam, mwanadamu husema mali wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita. Mwanadamu ambaye kwamba ataka kupatia dunia tu, wewe una mali gani wewe isipokuwa mali yako ni ile ambayo kwamba uliokula ikafanyaje, ikamalizika. Kile kilichokula kabla hatujaja hapa msikitini, pengine kama ulikula saa 4 ukasema wapanga biriani, ukiondoka hivi sasa ujue huambii kwamba huyu alikuwa ana kawaida kila Jumaa kula biriani, kwa hivyo ngoja tusimpelekeni kwanza, hebu tuodeshe ile biriani yake tukulishe. La shawakalla, kile kilichoko tumboni ndicho chako, kisha tutakitoa vile vile. halaka min malin illa ma akalta fa afnaita. Una mali gani wewe mwanadamu isipokuwa mali yako ni ile uliyokula ikafanyaje, ikamalizika. Ile rations yako tena ukiondoka katika ulimwengu. Au labista fa abalaita, mwanadamu vazi lako ni lile ambalo kwamba ulilivaa likamalizika kuvaa. Ukianguka hivi sasa tutakupeleka nyumbani, una sanduku, una kabati, nguo nyingi, lakini hatukutafutii nguo tukasema kwamba hii nguo yampendeza sana, hii nguo hii nguo ni nzuri, kwa hivyo tumveshe. La shawakala, tutakufunga kama peremende na pieces 3 tu, vitambara 3 peke yake. Nguo zote wala hatukushonei mfuko ambao kwamba tukuwekee pesa uende kwa muhonge malaika. La, wafungwa tu kama peremende wewe, tunaweza kukupeleka kule. Nguo zako zote zitakuwa zimbaki, ima zichomwe ama zigawanywe. Hebu kaangalia maskini wapewe, angalia maskini, hata watoto wako pia hawazitaki. Hebu kaangalia maskini tuwapatie hizi nguo wewe. Huu udhaifu wa binadamu. Au tasaddaqta fa amdhaita, mwanadamu wewe wakusanya mali kwa ajili ya starehe, kwa ajili ya kutoa, hali ya kuwa ile ambayo kwamba ni yako ni ile ule itoa wewe ikamalizika.
hiyo ndio mali yako. Ama kile kilichobakia katika akaunti ya M-Pesa, ya bank, ya wapi, ile si yako wewe mwanadamu. Wewe hubu dunia, kupenda dunia husababisha ufisadi katika jamii. Jambo la 4 linalosababisha ufisadi katika jamii, as-sukutu anil munkari, kunyamaza. Kuona munkar uona, basi wewe ukanyamaza. Kule kunyamaza husababisha uharibifu, ukafanyaje? Ukaendelea. Angalia katika kisa cha Bani Israil, Jibril alayhi salatu wassalam, wakati alipoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aende akaangamize kijiji fulani katika zama za Bani Israil, wakati amefika Jibril katika kijiji kile, akamwona mmoja katika mja mwema yuwafanya ibada, mashaallah, sijida kama kitumbua, mashaallah, yani 5 salawat. Jibril akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, ewe Mwenyezi Mungu, wajadtu fiha abadan salihan mushtaghilan bil ibada fa kaifa af'al. Nimepata katika mji huo kuna bwana mmoja, yeye mashughuli yake, shughuli zake zote, harakati zake zote ni ibada, yeye ibada na ibada na yeye, vipi nifanye ya Rabbi? Angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, fabihi ibada, mwanze yeye huyo ambaye kwamba ni 5 salawat, huyo ambaye kwamba ni mcha Mungu, huyo ambaye kwamba ni muumini, mwanze yeye kumwangamiza. Kwa nini hakuachwa yeye yafanya ibada? Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kule kuacha kuamrishana mema na kukatazana nini? Maovu. Kwa sababu ni hatari kubwa ikiwa jamii haitoamrishana mema na haitokatazana maovu, tambua jamii itaharibika, kutaleta ufisadi na uharibifu wa kila sampuli. Jambo la 5 la mwisho, sababu iliyofanya ufisadi, uharibifu uingie katika jamii zetu, sifatul ananiya, sifa ya ubinafsi, umimi. Bila sisi bana hamwezi kwenda nyinyi, bila sisi bana. Ule ubinafsi husababisha ufisadi uwe utaenea katika jamii, kwa sababu mtu akiwa mbinafsi, tarajia ya kwamba watu watakuwa hawampendi, watu watakuwa na hasadi na yeye, watu watakuwa na chuki na yeye. Mtu akiwa mbinafsi ama watu wakiwa wabinafsi, tambua jamii itakuwa na chuki na wao, wako tayari wapigane na wao, wako tayari wawaue, wako tayari wafanye uharibifu wowote kwa sababu ya ubinafsi wetu sisi kama jamii. Moja katika wanazuoni asema kwamba al-ananiya tulidul hasad, ubinafsi, umimi, usisi huzalisha hasad. Kiwa ni sisi tu, kila kitu ni sisi, wale jamii iliyowazunguka nyinyi watajenga hasadi kwenu nyinyi kwa sababu ya ile neema ambayo kwamba walipata. Wal hasadu yulidul baghdha, itakapojenga ama itakapochepuka hasad, ujue basi itazalisha chuki. Chuki yasababishwa na anania jamani, chuki. Na hivi haya matatizo yote, watu kuuana, watu ni ubinafsi tu. Siasa hizi zilizoko ni ubinafsi tu, hakuna jambo lingine. Itakapopatikana chuki, tulidul ikhtilaf, itakapokuja chuki ndipo uzalisha ikhtilaf, na itakapoleta ikhtilaf yulidul firqa, ndio huzalisha nini? Firqa, vikundi. Husema mara nyingi hii mizozo iliyoko katika jamii
ya Kiislamu, sababu na chimbuko lake ni ubinafsi. Kwa nini tuwafuate wale kina nani? Hata kama wasema kweli, maadamu si mrengo wetu, sisi tuweze kuwafuata ubinafsi tu. Leta ikhtilafu ilipokuja ndio ikaleta vikundi, ndivyo vikundi hivi vilivyoko. Huyu msalafi, huyu ni Ansari Sunna, huyu ni Wahabi, huyu mtariqa, huyu sufi, huyu nani. Hivi vikundi vyote vimeanza, asili yake ni ubinafsi, kila mmoja vuta kwake. Sahihi ndugu zangu, leo huenda tarehe 19 nafikiri kama sikukosea, ama tarehe 20, zimebaki siku chache za Dhulhijja. Bado katika mitandao na mihadharat hakuna halaka, tuzungumza mada za kawaida, lakini ifike bado siku 2-3 za Dhulhijja, angalia vikundi vitakavyotokeza sasa. Mwandamo wa kwetu, mwandamo wa popote, mwandamo ni hivi, mwandamo ni hivi, yote yasababishwa na ubinafsi. Kama ingelikuwa hatuna ubinafsi, wallahi billahi tallahi, umma ungeliketi ukashauriana. Hauna viongozi? Tunao. Vikundi vyote vilivyoko vina viongozi wao. Kwa nini hawakai chini au hatukai chini tukaweza kusuluhisha maradhi haya, hata kama tutofautiane, lakini kupatikana ile heshima kwamba sote ni Waislamu, lakini tutatofautiana kiufahamu, sio kinyoyo. Sasa haya mambo ndiyo ambayo kwamba yamesababisha kuleta ufisadi katika jamii. Nyumba za wazee wetu zilikuwa ni nyumba ambazo za udongo, na jamii ilikuwa ikiishi kwa amani, kiasi ya kwamba mtu aweza kusafiri, mlango ameweka tutumbu peke yake, mtu aweza kutoka hapa ameweka tumbu akaenda zake town. Lakini sahihi kwa ufisadi, uharibifu ulioko ni kwamba nyumba mpaka uweke kufuli, mpaka uweke gate, mpaka uweke mlinzi, mpaka uweke jiba, kwa sababu ya uharibifu ulioingia katika jamii yetu. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Barakallahu li lakum bil Qur'an adhim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu wal karim. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.